de bona. Alléluia. Alléluia. Yesu azukide. Makofi makubwa. Auchi. Ayawi. Tunamshukuru Mungu, tumeiona Pasaka ya mwaka 2026. Makofi kwa Mungu. Wazo letu la leo, karabati. Naomba turudie karabati. Tumesikia katika Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 39, Petro anaongelea habari za Yesu Kristo kwamba alikufa msalabani. Msalaba ni karakana ya kukarabati. Msalaba ni karakana ya kukarabati. Alikuja kukarabati mahusiano yetu na Mungu, kwa sababu kipande hiki cha msalaba kinaonyesha uhusiano wa binadamu na Mungu, na Yesu Kristo yuko katikati, ni anakarabati. Lakini kipande kingine kinaonyesha uhusiano kati ya binadamu na binadamu. Yesu yuko katikati, anakarabati. Makofi kwa Yesu. Kwa kawaida huwa tunakarabati mambo, na wazazi wetu wa zamani walilelewa katika kizazi cha kukarabati. Sufuria ikitoboka uitupi, unaikarabati. Unaweza kukuta sufuria nyingine hazipendezi, yaani shape yake imeshabadilika, ile migongo imeshabadilika, sufuria inafanana glass. Hata kama hivyo, ikarabati. Mwambie jirani yako ikarabati. Unaweza ukakuta suruali limeisha kuwa limechanika, ama lina matundu mpaka yamatengeneza neno bunasi. Likarabati. Likarabati. Juzi nilinunua samaki ambaye huku tunamuita mamba. Ni mzuri mno. Mamba. Kamungu. Sasa nikawa nimemweka kwenye buti. Mfanyakazi wangu mmoja alipokuwa anasusha vitu akamsahau. Kesho yake anapanga vitu kwenye buti akamkuta. Sasa baadaye nikauliza, Kamungu ameenda wapi? Kaniambia, Father, nimemtupa. Sababu nimemkuta ni kama alilala huko kwenye buti. Nikashangaa. Sababu yule anastahimili. Wahaye wana methali inasema ikiawe kitunda nokara. Ikiawe kitunda nokara. Yaani chafako kinaoza na huku unakaanga kutoa ile harufu, kutoa uozo. Na ndio maana Bwana Yesu Kristo alifufuka atoe uozo katika maisha yetu. Ikiawe kitunda nokara. Mwambie jirani yake, ikiawe kitunda nokara. Usikate tamaa na tabia mbaya labda mtoto wako. Endelea kukahanga, endelea kuondoa uozo. Kiawe kitunda nokara. Lazima kukarabati. Daftari ikichanika zile daraja zake, si unakarabati. Kiatu kikichanika, si unakarabati. Lakini unaweza kukarabati ukakuta umeweka viraka, mpaka viraka havijuani kipi kilitangulia kingine. Vinaulizana, wewe ulikuja lini? Lakini karabati. Hata kama kuna viraka, fanya nini? Karabati. Jambo la kwanza, karabati matumaini. Tumesikia katika Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa kwanza na kuendelea. Maria Magdalena alienda kaburini kungali giza bado. Giza sio tu giza la asubuhi ama alfajiri. Alikuwa na giza moyoni. Alikuwa amekata tamaa. Lakini Mungu akakarabati matumaini yake. Yesu akakarabati matumaini yake. Mwambie jirani yako, karabati matumaini. Kuna mtu alimwomba Mwenyezi Mungu apate kazi fulani ndogo, akuipata. Kwenye interview jina lake alikutoka,
akasikitika. Kumbe baadaye akapata kazi kubwa sana kuliko hii ambaye angepewa. Hii ambaye angeipata angekuwa analipwa 3,500,000, lakini aliyoipata akawa analipwa 1,600,000. Huyo ndo Mungu ninayemwongelea. Anaweza akafunga mlango mdogo, kumbe anataka kufungulia mlango mkubwa. Yule kaka mtu mwana mpotevu alipoona kaka yake amerudi akakasirika, akuingia nyumbani kusherekea. Baba akatoka nje akamsema, mwanangu, njoo tusherekee. Kaka yake alikuwa amekufa amefuka, alikuwa amepatikana. Yule akasema, baba, hujawahi kunipa mwana mbuzi. Akasema, wewe kijana, uko serious? Unaongelea mambo ya mbuzi wakati nilivyo navyo ni vyako, wewe unaongelea mbuzi? Mwambie jirani yako, acha kuongelea mbuzi. Mwambie acha maombi ya kimbuzi. Mungu anayo makubwa, yote ni yako. Tuwe na matumaini. Afungui mlango mdogo, atafungua mlango mkubwa pia. Kwa hiyo anakarabati matumaini. Mwambie jirani yako, anakarabati matumaini. Jambo la pili, anakarabati fikra. Tumesikia somo la pili kutoka Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2, yafikirieni yaliyo juu, sio yaliyoko chini. Anataka kukarabati fikira zetu, tusifikirie haya tu, tufikirie ya juu sana. Ukitaka kulenga mwezi, wala utaishia kwenye nyota. Lenga juu. Mwambie jirani yako, lenga juu. Yafikirie ya juu. Kwa hiyo tubadili mtazamo. Tatizo wakati mwingine ni mindset. Unaelewa mindset? Yaani fikra. Katika ndoa watu wanapata figisu kwa sababu watu wanaingia kwenye ndoa kwa malengo tofauti. Huyu ana malengo yake, anataka yafanikiwe. Ukisikia vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, Marekani na malengo yake na Israeli na malengo yake, na Irani inajitetea, wana malengo. Na unaweza kuwa na vita kwenye familia kwa sababu malengo ni tofauti. Badili fikra. Karabati mahusiano. Kuna mwanamke mmoja na mwanaume walivamiwa na majambazi. Majambazi akaanza kuweka vitu kwenye magunia. Wakati wanaweka vitu kwenye magunia, wakamaliza, wakamwambia mwanaume, bunduki ni mpige risasi mke wako. Mwanaume akatetemeka, akawaza, ni muue mimi, wakiniacha nitalea watoto. Dakika 5 zikapita, akasema, muue ama tunakuua. Akumuua mke wake. Wale wakasema, wewe mwanamke, chukua bunduki, uwa huyu jamaa. Mwanamke akuchelewa, tapanta. Kilichosaidia bunduki haikuwa na risasi. Baadaye wezi wakawapatia mtihani, wakasema, sasa tunawapatia mtihani. Sasa wewe mwanamume unafikiria nini juu ya mwanamke? Alikuwa tayari kupiga risasi. Na wewe mwanamke unajifikiriaje? Wakasema, tunawaachia mtihani. Karabati mahusiano. Badili fikra. Kuna mwanaume na mwanamke waligombana, wakawa wanaandikiana vikaratasi. Huyu anamwandikia kikaratasi, naenda gulio, anamwekea hapo. Na huyu anakichukua, anasema sawa, anamrudishia. Hawaongei, ni vikaratasi tu. Baadaye huyu alikuwa anasafiri, anaenda Dar es Salaam, akamwandikia kikaratasi, kesho niamshe saa 11 asubuhi, akamwekea. Ilipofika saa 11 asubuhi, mwanaume amelala, anataka kwenda uwanja wa ndege. Huyu akaandika kikaratasi, akamwekea ubavuni. Zimefika saa 11, amka. Akuamka. Akachelewa hata ndege. Lazima mbadili fikra. Mfikire yaliyo juu, ya kupatana, ya kusamehana. Hayo ndio yaliyo juu. Ya chini ni chuki, lakini yaliyo juu ni msamaha,
ni upendo. Badili fikra, mindset. Hata mambo ya pesa na uchumi inategemea mindset ulionayo, fikra ulizonazo. Ukitembea na kukaa na kuzungumza na matajiri 5 kila mara, wewe ni tajiri wa 6. Wewe ni tajiri wa 6. Badili fikra. Badili fikra. Ya 3, karabati imani. Karabati imani. Tumesikia katika Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 8, akaona na kuamini. Walipofika kabrini, Petro alikuwa anajikokota, umri ulikuwa umeenda, lakini Yohana alikuwa ni kijana, akakimbia kumzidi Petro mwendo kasi. Yohana alikuwa na mwendo kasi, lakini alipofika ile cha mwendo kasi, mambo yakamchanganya, ikabidi asimame amungoje mzee. Hata kinywa cha mzee kama kinanuka bado kinabusana. Akamngoja mzee. Hili ni fundisho kwa vijana. Unaweza kaenda kijana kwa mwendo kasi, lakini mambo ya kikutinga waone wazazi, mambo ya kikutinga waone wazee. Usimdharau mzee, usimdharau mama yako hata kama amezeeka. Abuna ina yako zilatibu ya vigiremai bikafaki. Naye alikuwa mzuri. Kwa hiyo karabati imani. Ijumaa Kuu ni kama yule mwizi mmoja ambaye alikuwa mkono wa kushoto, anaitwa Gestas. Naomba turudie Gestas. 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 Sio Eustace, ni Gestas. Sasa huyo Gestas alisema kawe tuokoe na sisi, lakini alitaka wokovu wa kimwili. Unaona watu wengine wanachokitaka ni wokovu wa kimwili. Wakienda kanisani kama hawajaponya kimwili, wengine wanaacha, wanazunguka wanatafuta uponyaji wa kimwili. Lakini Mungu inawezekana asikuponye kabisa, lakini akakupatia uvumilivu. Inawezekana asikutoe mzigo kwenye mabega yako, akakupatia mabega imara. Au alipofika kaburini na kuona jinsi sanda ilivyokaa, ilikuwa ikuvurugwa na mwizi yeyote. Ilikuwa imetulia, imekunjwa vizuri. Wakaona, wakaamini, wakafanya utafiti, wakaamini. Naomba na sisi tuombe Mungu atuongezee imani, akarabati imani yetu. Mwambie jirani yako, Mungu akarabati imani. Ngoja nikwambie, wakati mwingine mpiga ramli anaweza akakuaminisha, ukaamini. Ukaja kanisani, pale akakwambia juu ya zaka, uamini kwamba zaka inakusaidia kufungua malango, uamini. Lakini yule mpiga ramli akikwambia, unaamini. Mpiga ramli anaweza akasema leta 3,500. Kanisani wanasema leta zaka hata 10,000, 20,000. Watu wanaanza kusema yaani hapa kila mara ni pesa. Lakini kwa mpiga ramli hakuna anayesema kila mara ni pesa. Hakuna anayemsema mpiga ramli. Mambo ya kwetu watu waamini, ya mpiga ramli watu wanafanya nini? Wanaamini. Tumuombe Mungu atuongezee imani. Ninaomba tukarabati mahusiano yetu na Mungu. Pointi ya kwanza hiyo. Pande mwingine, tukarabati mahusiano yetu na watu wengine, majirani, ndugu watoka nitoke. La 3, karabati nafsi yako. Ndio maana wale wanasema na nkaka nyamuka ya buru kishona, akanyamuka ya buru ikishona. Yaani kauli zake ni mbaya. Yaani unasema ametatuka, amekosa mtu wa kumkarabati, mtu wa kushona. Na nkaka nyamuka ya buru ikishona. Karabati nafsi yako, karabati kauli zako. Lakini la 4, tukarabati mahusiano yetu na ardhi, tukarabati mahusiano yetu na mazingira. Papa Francis ameelezea vizuri katika kitabu chake Laudato Si. Haya mazingira tusipoyahifadhi yatajitetea. Kuna mmonyoko wa ardhi, watu wanachoma misitu, wanachoma mbuga. Hiyo ni dhambi kubwa, lazima uungame. Ni dhambi, kwa sababu hii ardhi Bukoba tunaita
tulibana bensi. Hii ardhi ni mama, dunia hii ni mama. Ito tulibana bensi, ni mama yetu. Tumtunze, tumtetee. Kuna baba mmoja alikuwa na redio kubwa sana, karibu na dola 900. Sasa akaenda kwa fundi alitengeneze. Fundi akatazama, akabonyeza mahali fulani, redio ikaanza kuongea. Akasema sasa nakulipa shilingi ngapi? Akasema leta 180,000. Akasema kubonyeza tu ndo 180,000. Akasema hapana, kubonyeza ni 10,000. Kujua mahali pa kubonyeza ni 170,000. Kujua mahali pa kubonyeza ni 170,000. Kwa sababu alilipa karo kujua mahali pa kubonyeza, alienda chuo kujua mahali pa kubonyeza, ana ufundi, ana utaalamu. Wakati maisha yetu ya binadamu ya kukarabati, Adam na Eva walitenda dhambi, wakaja manabii wanajaribu kukarabati, wanagusagusa, lakini akaja Yesu akagusa penyewe, akagusa moyo wa binadamu, akapambana na shetani. Na fundi anatoza gharama, na Yesu gharama yake alimwaga damu, ndiyo gharama. Anajua mahali pa kubonyeza. Kama una shida, muendee Yesu, anajua mahali pa kubonyeza. Una tatizo, muendee Yesu, anajua mahali pa kubonyeza. Mwisho wa siku, karabati maisha yako, karabati mahusiano, karabati hata maisha ya watoto. Mwisho wa siku tunarudi kwenye malezi. Mambo ya kikwama kwenye ndoa, ngoja nikwambie ukweli, si katekisimu wa kufundishwa vizuri. Tatizo ni malezi. Mtu anaingia kwenye ndoa jinsi walivyomlea, Unaweza ukakuta mtu yuko jikoni anapika, ameosha vyombo, yale maji machafu, badala ya kupeleka nje anapitisha kwenye dirisha. Kwenye dirisha. Hayo sio malezi. Yale maji machafu, unashindwa kuzunguka mpaka kwenye dirisha ndio unapitisha maji. Hayo ni malezi. Akufundishwa vizuri, ni mvivu, hawezi kuzunguka, hawezi kutembea. Hayo ni malezi. Mambo ya kawaida, unakuta vitu vinakwama. Kwa mfano, wanafundisha ukiwa mtoto kusukutua, kupiga mswaki. Kuna jamaa alikuwa anajisifia akisema ni mwaka wa 10 sijapiga mswaki. Lakini akiongea lazima uwe mbali. Sasa hiyo sio katekisimu, sio na katekisimu, ni swala la malezi ya binadamu. Usilalamikie katekisimu ama mafundisho ya kipa imara ama mafundisho ya komunio. Hilo ni swala la malezi. Vitu anavyopigana navyo katika ndoa ni swala la malezi. Kuna mtu kuelewa vizuri. Kwa hiyo nawaomba wakina mama na wakina baba, walee watoto wenu vizuri ili kupunguza matatizo ya kukarabati. Wakarabati wakiwa huku chini, mambo yote ni malezi. Inaitwa kwa Kiingereza human formation. Naomba turudie, human formation. Ni malezi. Mtu akusalimu ni malezi. Kuna wanandoa wameamka asubuhi, wengine hawajasalimiana, ni malezi. Akufundisha kusalimu asubuhi. Ni malezi. Kwa hiyo naomba kaza malezi, karabati, ili uko mbele pasiwepo na ukarabati mkubwa. Tumsifu Yesu Kristo.